Bishop Kenneth Ngoriga, mwanzilishi wa madhabahu ya Bonde la Maono, lakini pia ni katibu mkuu wa kanisa la Unity Spirit Church Tanzania. Nimewaita hapa kwa jambo kubwa moja na msingi ambao tulikuwa nalo. Tumekuwa na maombi kwa ajili ya kuliombea taifa letu la Tanzania, hasa kuombea uchaguzi mkuu ambao uko mbele yetu katika mwezi huu. Tunakwenda kuingia kwenye swala la uchaguzi. Moja ya mambo ambayo tumeyaombea kumwambia Mungu aipe amani Tanzania yetu. Sisi kama kanisa, nafasi yetu kubwa ni kumuomba Mungu ili aendelee kuimarisha amani ndani ya taifa. Na mambo mengi ambayo yanatokea, kuna hamasa nyingi tunaziona kwenye mitandao ya kijamii ambayo kimsingi lengo lake ni kuugawa moyo wa taifa, ugawanyike ili watu wasiwe wamoja, watu waongee lugha tofauti, ili wafike mahali watu waumizane, watu washinde kukaa kwa amani. Sisi kama kanisa tuko pamoja na serikali kuiombea serikali iliyopo madarakani na kuombea wagombea wote wa vyama mbalimbali ambao wanasimama katika nafasi za uchaguzi. Rai yetu ni moja tu. Tunapoendelea na mambo haya ya uchaguzi, tunatamani sana kuona kila Mtanzania anakuwa mzalendo, kuiombea Tanzania mema, kuitamkia Tanzania mema, badala kila siku kutamka maneno ya kumwaga damu na kadhalika na maneno mengine yasiyofaa. Kwa majina naitwa Teresia John Magambo, ni mwenyekiti wa mtaa Transformer. Niko mahali hapa siku ya leo, nimealikwa kwa ajili ya ibada maalum. Ibada ambayo imeendeshwa katika kanisa hili la Bonde la Maono kwa ajili ya kuombea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10. Kwa kweli ibada hiyo ilikuwa ni ibada nzuri, ibada yenye matumaini, ibada ambayo imebeba maono yote ya tarehe 29. Kwa majina naitwa Neema Faustini Amandusi, ni muumini wa kanisa la Bonde la Maono chini ya kiongozi wetu Pastor Kennedy. Tuko hapa leo kwa ajili ya kuombea taifa letu kwa sababu tunaenda kwenye uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10. Lakini katika Mungu na katika madhabahu hii tuna imani na tunajua yeye yupo na hatasimama ndani yetu. Tutaenda kufanya uchaguzi.